Yesu Kristo asifiwe sana. Ndugu yangu, mtazamaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yanayoanzia pale Lindi. Nina furaha tena asubuhi ya leo kusimama mbele yako na kukaa pamoja ili tuweze kujifunza maneno ya Mungu. Nashukuru kwamba umechukua muda wako wa kukaa kwenye TV na kwenye radio ili uweze kusikia na kuona na kujifunza yale ambayo Mungu anataka tuyajue. Biblia inasema Mungu anapenda atufundishe ili sisi tupate faida. Kwa tunapojifunza maneno ya Mungu ni kwa faida yetu kubwa. Na wewe ambaye unajifunza utapokea faida katika maisha ya sasa na maisha yale ya baadaye. Na yeye peke yake ndio njia. Sehemu nyingine Yesu alisema yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya yeye Kristo Yesu. Kwa hiyo nataka sana uwe na utulivu wa kusikiliza na kujifunza kile ambacho Bwana anahitaji ukijue katika kipindi hiki ulicho nacho. Nataka sasa ufunike macho yako tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru sana kutupa nafasi hii asubuhi leo ili tuweze kusikia kutoka kwako. Naomba sana Bwana ukaseme nasi kwa faida ya watu wako ambao wanawasikiliza, lakini pia na kwa kujua mpango wako na mapenzi yako juu ya maisha yetu katika nyakati tulizo nazo. Sema nasi, nitumie vile utakavyo, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu Sibuka TV na Radio FM. Mimi ni ndugu yako, naitwa Mchungaji Livingstone Dennis na niko Dodoma. Na asubuhi leo tutaendelea na mfululizo wa somo letu ambalo tulisema mambo 10 ya kufanya kwa bidii ili uingie mbinguni na kuwa na maisha yenye mafanikio. Mambo 10, na tumekuwa tukipitia mambo haya katika vipindi vilivyopita moja baada ya lingine, na sasa tumebakiza mambo 4. Lakini kwa faida ya wale ambao hawakuwapo kwenye vipindi vilivyopita na kwa wale ambao walikuwepo lakini labda kwa njia moja au nyingine, basi kuwakumbusha tena. Sasa mambo haya Biblia inatueleza mambo ambayo tunapaswa kuyafanya kwa bidii, kwa nguvu zako zote, kwa kujitoa, kuhakikisha kwamba haya mambo unayatimiza. Mambo haya 10, la kwanza tuliangalia lilikuwa ni utakatifu, ambayo tuliyopitia katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 na Isaya sura ya 35 mstari wa 8 mpaka wa 10 na Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 16. Tuliona kwamba Mungu anataka tuwe watakatifu, na utakatifu huo tutafute kwa bidii, kwa kujitoa. Ni kweli kwamba kazi ya Yesu Kristo ilikuwepo pale kwa ajili ya kututakasa na kutusafisha na kutuosha. Lakini sasa baada ya kukubali kazi hiyo ya Yesu Kristo katika maisha yetu, lazima tusimamie utakatifu huo na kuutunza utakatifu katika maisha yetu kwa bidii. Sababu shetani bado yupo na anatafuta namna yoyote ya kukushawishi wewe ili uishi maisha yaliyo nje ya mapenzi ya Mungu na utakatifu.
Kwa hiyo tuliangalia kwa undani, kwa upana sana katika kipindi kilichopita. Jambo la pili ambalo tulitazama, ambalo tunatakiwa kulifanya kwa bidii zote, ni kuwa na amani na watu wote. Amani, kujitahidi, kupambana, kuhakikisha kwamba tuna amani na watu wote. Tuliona ile kitabu cha Waebrania pia sura ya 12 mstari wa 14, na kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 18 mpaka 21. Lakini pia tuliona katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 mpaka 48 maelezo ya kwamba lazima tuhakikishe ndani ya maisha yetu hatui na maadui na watu wengine. Watu wengine watatuona sisi kuwa maadui wakati mwingine, watatufanya sisi kuwa maadui wakati mwingine, watajaribu kutafuta kutuweka kwa maadui. Lakini sisi, wewe ambaye unatamani kumuona Mungu na unataka kufika mbinguni, basi hakikisha katika maisha yako unaondoa ile roho ya kuwa na maadui. Unaondoa uadui kati yako na watu wengine. Tumeona maandiko yanasema, ndugu yako akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mnyweshe. Unaona? Na kadhalika na kadhalika. Lakini lazima uhakikishe kwamba unafanya mambo hayo kwa bidii. Si rahisi katika hali ya kawaida, lakini lazima upambane kuhakikisha kwamba wewe binafsi huna adui katika maisha yako. Humweki mtu kwa adui, unawaweka kwa ndugu zako, na unatafuta kuwa na amani na watu wengine. Lakini jambo lingine la tatu ambalo tuliliangalia ni kusoma. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, Yoshua 1 mpaka 8. Katika maandiko haya tunaona kwamba tunapaswa kufanya kwa bidii, kusoma neno la Mungu kwa bidii. Kwa bidii. Naona na Paulo anamwambia Timotheo, fanya bidii katika kusoma. Katika kusoma neno la Mungu. Lakini Mungu anamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali watafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Ukitaka kuona mafanikio, ndio maana nimesema mambo 10 ya kufanya kwa bidii ili uingie mbinguni na kuwa na maisha yenye mafanikio. Anasema usome kwa bidii, utafakari na uyatendee kazi, ndipo utakapofanikisha njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Ukitaka kuona maisha yako ustawi, ufanikiwe, mambo yaende unavyotaka, basi lazima usome maandiko haya. Uwe mtu mwenye bidii ya kujifunza neno la Mungu, ukae katika neno la Mungu. Na nimekutana na watu wengi ambao wakati mwingine wametupigia simu, wakati mwingine wametufuata, wakizungumza jinsi ambavyo wamekuwa na mgogoro katika maisha. Maisha yamekuwa na mauchungu, maisha yamekuwa magumu. Wakati mwingine wamekutana na watu wakiwapinga katika kuendelea katika maisha yao. Wakati mwingine wamesimamiwa kinyume na wakubwa wa kazi. Wamekuta mambo yao hayaendi. Lakini dawa yake ni kukaa katika maneno ya Mungu. Ukisoma neno la Mungu kwa bidii, basi utamfanya Mungu kuwa adui wa adui zako. Mungu atapambana na wale wanaopambana na wewe. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu kwa bidii. Hata kitabu cha Zaburi sura ya kwanza anasema ya kwamba ikiwa wewe utatafakari neno la Mungu na kusoma na kulitendea kazi, anasema utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake,
Anasema na kila utendalo litafanikiwa. Kila utakalolifanya litafanikiwa. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu kwa bidii. Tuliangalia haya mambo katika kipindi kilichopita, tuliangalia kwa ndani. Lakini jambo lingine la 4 ambalo tuliangalia ni kufundisha, kwamba unaposoma basi lazima pia ufundishe watu wengine. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 16, na Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 7, na Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Biblia inatutaka sisi pia tuwaambie wengine, kuwafundisha maneno haya ambayo tunajifunza kutoka kwa Bwana. Basi tuwe walimu pia wa kuwafundisha wengine. Tuambie juu ya Kristo Yesu, tuambie juu ya uzuri wa Bwana, tuambie juu ya uzuri wa kutembea na Mungu, tuambie watu wengine. Tufanye hayo mambo kwa bidii, kwa bidii. Tusisinzie katika kusema hayo, lazima tuyazungumze kwa bidii. Na hilo ni agizo, kwamba uwe na bidii katika kusoma, lakini katika kufundisha watu wengine neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, lazima kile ambacho unakiamini juu ya Mungu waambie wengine. Maandiko yanasema aliye naye mwana anao ushuhuda. Huwezi kuficha ushuhuda wa imani ulioipokea na neno la Mungu ambalo umelipokea na umelisoma na umelisikia na limekuingia ndani ya moyo wako. Lazima utakuwa na wakati wa kuambia wengine ya kwamba jinsi ambavyo unamjua Mungu, umempokea Yesu na unaishi naye na neno lake limekaa ndani yako. Utakuwa tayari kulisema hilo neno kwa watu wengine kwa nguvu zako zote, kwa bidii. Biblia inasema tufanye bidii katika kufundisha watu wengine. Lakini jambo lingine la 5 ambalo tuliliangalia katika kipindi kilichopita ni kusaidia wengine, kwa na moyo wa huruma. Katika kitabu cha Galatia sura ya 2 mstari wa 10 na Galatia sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 11, na kitabu cha Mithali sura ya 19 mstari wa 17, na Mithali 21 mstari wa 13, na Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Hii mistari yote hii inatujulisha jinsi kwamba lazima tuwe na moyo wa kusaidia watu wengine, tuwe na moyo wa kuona huruma. Kanisa lazima liwe na huruma. Uwe na wakati wa kuona kwamba unapaswa kuwatembelea hata wale wenye shida, wenye tabu, wenye mateso, kutembelea kule magereza, kutembelea hospitalini, na si tu kutembelea, kusaidia watu wenye tabu, wenye mateso. Na hata pale kanisani ambako unakaa, wako watu wengine ambao wana shida na wanahitaji kusaidiwa. Lazima uwe na bidii katika kujifunza kujua namna ya kusaidia watu wengine. Uwe na moyo wa huruma, uwe na moyo wa kujitoa katika kuwasaidia watu wengine. Kwa hili tuliangalia kwa upana sana katika kipindi kilichopita. Lakini jambo lingine ambalo tuliangalia, jambo la 6, lilikuwa ni kufanya kazi ya Mungu. Mungu ametuita kumtumikia, na tuliangalia hilo kwa upana. Na maandiko ya ambayo tuliyapitia ni katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8, Yohana sura ya 6 mstari wa 28 mpaka wa 29. Lakini tuliangalia kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 15. Tuliangalia pia Mathayo 25 mstari wa 26 mpaka 28. Na tuliangalia Wakorinto wa kwanza 15 mpaka sura ya 15 mstari wa 58. Na tuliangalia Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Maandiko haya yalituonyesha kwamba
tunapaswa kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kwa bidii. Na tuliona kwamba kila kazi ya mtu itapimwa. Jambo la kwanza, itapimwa kazi uliyoifanya duniani. Kuna wakati fulani itakwenda kupimwa. Utakapokwenda mbinguni itapimwa kazi yako uliyoifanya. Na kama uliifanya kwa ulegevu, lakini hiyo kazi itapimwa. Lakini pia tuliona kwamba ukifanya kwa ulegevu utanyang'anywa. Hata kile kipao ulichopewa kitanyang'anywa, atapewa mwingine. Lakini pia tuliona kazi ya Mungu ina malipo kule mbinguni. Kwa lazima ufanye kwa bidii ili ukapewe taji yako, ukalipwe kule mbinguni. Lakini pia tuliona kuna laana ya kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Ni kitabu kile cha Yeremia. Ukifanya kwa ulegevu kuna laana. Utaweza kutembea katika laana. Kwa lazima, kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mwinjilisti, kama wewe ni mzee wa kanisa, kama wewe ni shemasi, kama wewe ni kiongozi wa idara ya vijana, idara ya kina mama, idara ya kina baba, labda wewe ni mwalimu wa Sunday school, ujue kwamba usipofanya kazi yako kwa bidii, kuna laana katika utumishi wako na katika maisha yako kwa ujumla. Kwa hiyo tulijifunze kwa undani juu ya eneo hili. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ninakutia moyo kwamba unaishi katika ulimwengu huu kwa muda mfupi, lakini tunajua sisi ni wageni na wasafiri. Tunakwenda kwa Baba yetu, naye ndiye aliyetuweka hapa duniani. Yeye ndiye aliyetuumba. Ametuumba ili tumtumikie, ili tumtendee kazi. Kwa hiyo lazima ujitoe kumtumikia Mungu kwa bidii zako yote. Ujitoe kwa moyo wako wote kumtumikia Mungu wa mbingu na dunia. Fanya kazi yake kwa bidii. Kwa hiyo tuliangalia katika kipindi kilichopita, na siku ya leo tunapoendelea na somo letu, kitu kingine ambacho tunapaswa kukifanya kwa bidii ni kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu. Kitabu kile cha Mithali sura ya 8. Kitabu cha Mithali sura ya 8. Mstari wa 17. Mithali sura ya 8 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sio kwa ulegevu, kwa bidii, kwa kujitoa kumtafuta Mungu. Mungu anapatikana, lakini inahitaji bidii katika kumtafuta. Kitabu kile kingine cha Yeremia sura ya 29. Yeremia sura ya 29 na mstari wa 13. Biblia inasema, nanyi mtalitafuta, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Taanza ule mstari wa 12. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtaniita, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote.
Kitabu kile cha Mithali pale tulikotangulia kusema, asema na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Katika jambo lingine ambalo tunapaswa kulifanya kwa bidii kabisa ni kumtafuta Mungu. Tafuta Mungu kunahitaji bidii, kunahitaji kujitoa, kunahitaji kuwa na muda. Unatakiwa kutafuta wakati mwingine, unatafuta mahali ambako unakuwa peke yako na Mungu. Unamuuliza Mungu, unamtafuta Mungu, unamuomba Mungu, unafunga. Wakati mwingine unajitenga na watu, unakwenda mahali unakaa peke yako kumtafuta Mungu, unamlilia Mungu. Kwa hiyo katika kumtafuta Mungu kuna mambo hapa, kuna vigezo. Cha kwanza ni wakati mwingine kujidhiri mwenyewe, kuacha kula, unafunga. Halafu jambo la pili, unaomba, unakuwa na masaa mengi katika kumtafuta Mungu. Lakini jambo la tatu, unatafuta maeneo ambayo wakati mwingine unajifungia, unakuwa na wakati wa kuwa peke yako na Mungu. Nitakupa mfano mzuri katika kitabu kile cha Luka. Kitabu kile cha Luka, sura ya 3. Nitakusomea maandiko haya, utashangaa hapa. Kitabu cha Luka sura ya 3. Biblia inasema, mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisaria Tiberio, Pontio Pilato alikuwa liwali wa Uyahudi. Sikiliza hapa. Huo mwaka wa 15 ambao Kaisaria Tiberio alikuwa anatawala, maana yake alikuwepo. Pontio Pilato alikuwa liwali wa Uyahudi. Huyu mtu wa pili alikuwepo kipindi hicho. Na Herode mfalme wa Galilaya alikuwa mtu wa tatu, alikuwepo wakati huo. Na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea naye alikuwepo wakati huo, mtu wa 4. Iturea na Lisania mfalme wa Albania, naona mtu wa 5. Wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, hao walikuwepo pia wakati huo, mtu wa 5 na wa 6. Neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Unaona? Kwa hiyo haya maneno ni ya kushangaza, lakini maneno ya kweli, kwamba kulikuwa na wafalme hawa, kwamba kulikuwa na makuhani hawa, kwamba kulikuwa na watawala hawa kipindi hicho, lakini neno la Mungu halikwenda kwao. Mungu hakujitokeza kwao. Mungu alikwenda kujitokeza kwa mtu ambaye alikuwa jangwani, anaitwa Yohana. Ndipo Mungu akajitokeza kwake. Ndipo Mungu akasema na Yohana, uko jangwani. Hao wengine wote walikuwepo, makuhani walikuwepo, wafalme walikuwepo, watu wakuu walikuwepo, lakini hawakuweza kumsikia Mungu, hawakuweza kukutana na Mungu, hawakuweza kuona uwepo wa Mungu. Lakini Mungu alikwenda kuzungumza na mtu ambaye alikuwa jangwani. Kwa nini alikuwa jangwani? Alikuwa kule akitafuta uso wa Mungu, na ndio maana Mungu akatokea kwake kule. Kwa hiyo nataka nizungumze na wewe ndugu yangu ambaye unatamani kukutana na Mungu, kumuona Mungu, kuhisi nguvu za Mungu. Lazima uwe na wakati wa upweke, wakati mwingine, wakati ambao utakuwa mbali na wanadamu, utakuwa mbali na mambo ya masimu. Utaweka masimu mbele, utaweka masimu pembeni, utafunga simu. Utatafuta mahali, kama ni kwenye chumba chako,
kama ni mahali maalum ulipotenga, au kama ni kanisani mahali penye upweke. Na wengine walihama nyumbani, walihamia maeneo mengine ili kwenda kuwa na wakati wa upekee na Mungu. Biblia inasema mkinitafuta kwa mioyo yenu yote nitaonekana kwenu. Kwa hiyo unatenga muda wako na Mungu, ndipo ambapo unaweza kuisikia sauti ya Mungu, ndipo ambapo Mungu anaweza kuzungumza na moyo wako, ndipo ambapo unaweza kusikia nguvu za Mungu zikikufunika, wakati utakapoamua kutafuta kwa bidii kwa moyo wako wote. Kwa dakika hizi 5 zilizobaki nitakupa ushuhuda. Nilisafiri miezi michache iliyopita, nilisafiri kuelekea Korea. Nchi ile ya Korea ni nchi ambayo ilikuwa maskini sana miaka ya 55 kurudi nyuma. Ilikuwa maskini, walikuwa na hali mbaya ya maisha, na walikuwa ni wapagani. Katika nchi nzima karibu walikuwa hawajamjua Mungu. Na baadaye kuna wamissionary waliotokea katika nchi ya Marekani kuelekea Korea kwenda kupeleka neno la Mungu kule, na watu wengi wakalipokea neno la Mungu. Sasa kati ya hao ambao waliokoka, na mwingine naye aliokoka miaka ya karibuni na akaanza utumishi wake miaka ya 86. Huyu ndio alikuwa mtu ambaye nialika kwenda kule Korea, niende Korea. Na nilifurahia kufika Korea kujifunza ndugu zetu, kwa sababu sasa hivi Korea, ile nchi, sehemu kubwa ya Korea Kusini, watu wameokoka, watu wanamcha Mungu. Kuna makanisa makubwa, kanisa moja kubwa duniani liko Korea ambayo ina watu zaidi ya watu milioni 1. Kanisa kubwa duniani. Kwa hiyo Korea injili imepenya sana na wengi wamepata wokovu. Sasa mtu mmoja huyu aliyenialika alinipa ushuhuda kwamba wakati alikuwa mwanajeshi, lakini Mungu alimuita. Alipoitwa akaacha kazi ya jeshi, akaenda kutumikia Mungu. Lakini kabla hajaanza utumishi wake, anasema alisikia msukumo wa kwenda kumtafuta Mungu. Kwa hiyo alihama nyumbani kwake, akakaa maeneo ya polini huko zaidi ya miezi 3 akimtafuta Mungu. Na aliporudi, wakati aliporudi nyumbani, mke wake akamwambia Mungu amesema naye tena arudi kwenda kumtafuta Mungu. Sasa amenieleza, na sisi tulishuhudia, tulishangaa sana kwamba mtu yule amefanikiwa sana sana sana. Sasa hivi ana kanisa la watu 120,000 idadi ya watu. Lakini Mungu amemfanikisha kiuchumi, amemfanikisha kimaisha, amemfanikisha kihuduma. Huduma yake imekuwa kubwa, ni kati ya huduma kubwa sasa kule Korea. Lakini amenishuhudia yule mtu kwamba sababu kubwa iliyofanya afikie hapo ni muda aliotumia katika kumtafuta Mungu. Na aliamua kuacha nyumba, aliamua kuacha familia, akaenda mbali na familia ili kuwa na wakati na Mungu. Tunapojifunza hata kwa kina Musa, unaona alikaa mlimani siku 80, siku 40, alikaa polini, aliacha familia, aliacha mke, aliacha watoto, akaenda mlimani, kakaa siku 40. Tunasoma habari ya Elia pia. Tunaona jinsi ambavyo amekuwa akikaa kwenye mlima wa Karmeli akimtafuta Mungu. Sasa ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, unaweza kuwa na mambo mengi yanakukabili katika maisha, na unaona kama upati njia, upati mlango. Inawezekana ni kwa sababu, je, una wakati gani katika kumtafuta Mungu? Inawezekana umetingwa na mambo ya shughuli, umetingwa na mambo ya dunia, umetingwa na mambo ya kazi zako zingine, halafu umekosa muda wa kumtafuta Mungu. Fanya bidii katika kumtafuta Mungu. Fanya bidii katika kuomba. Fanya bidii katika kufunga. Fanya bidii katika kutafuta uso wa Mungu.
na Mungu ataonekana kwako. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, Mungu akubariki sana. Kwa kuwa muda wetu umeshapita, nataka nikuombee. Na kama unahitaji neema ya Mungu ya kumtafuta Mungu, basi funika macho yako. Nataka niombe na wewe. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu ya ajabu, namleta ndugu huyu mikononi mwako, nikiomba neema yako inayopita ufahamu wa kibinadamu ikawe juu yake, ili akaone umuhimu wa kukutafuta wewe. Katika kipindi hichi alicho nacho, anatingwa na mambo mengi, lakini apate muda wa kukutafuta uso, na wewe Mungu utaonekana kwake. Namleta kwako katika jina la Yesu Kristo. Na kama alikuwa bado kabisa hata hajafikiria swala la kumtafuta Mungu, basi Mungu mpe neema siku ya leo, aanze kuona umuhimu huo na aanze kujitoa katika jambo hili, na kisha macho yake atashuhudia neema ya Mungu juu ya maisha yake yote. Namweka katika mikono yako sasa, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na kutakia mchana mwema na siku njema, na tuonane tena jioni usiku wa leo. Tutaendelea kwa mafundisho mengine kwa habari ya neno la Bwana. Mungu akubariki. Bye bye. Mchana mwema. GT